Kocha Pedro kajiongezea mzigo wakati gari inahangaika kupanda kwenye mlima. Kwenye mchezo kwa takribani dakika zote 90. Kwanza hakuwa na chaguo zuri la kikosi tangu mwanzo. Moja kitu ambacho kimewanyima Yanga Africans walishindwa kupata utawala wa mchezo kwa utulivu ili kuweza kucheza kama ambavyo wanacheza mara nyingi. Sikuona sababu ya kuanza na Damaro Kamara. Mara nyingi nimesema ni kiungo mzuri sana, lakini ni mzito kwenda kwenye matukio. Sasa unapocheza mechi kama hii ambayo ina intensity kubwa, unakuwa na kiungo ambao mzito kwenda kwenye matukio, tafsiri yake timu inaingia kwenye pressure kubwa. Na utaona kipindi cha kwanza walikuwa wanapata wakati mgumu sana Simba kwenye kupambana na Yanga kwenye kupambana na Simba kwenye eneo hilo. Lakini pili, kitu kingine ambacho nimekiona kajipa ugumu mwenyewe, hii mechi baada ya dakika 90 kumalizika ilikuwa inahitaji kuipa timu utulivu, sio kufanya timu iende kushambulia. Lakini mabadiliko alikuwa anayafanya coach wa Yanga ni kama vile ikatawala mchezo. Yanga hakutawala mchezo kwa 70%. Wanaweza kama tawala mchezo kwenye position, hakutawala mchezo kwa pressure. Pressure ya Simba na Yanga kwenye mechi ilikuwa imebalance. Na ndio maana unaweza kuona timu zote zilishindwa kutengeneza big chance, nafasi kubwa kabisa za watu kukosa wazi. Sasa kwa bahati mbaya niliona akaona kama katawala mchezo. Kitendo cha kuwa na washambuliaji wawili kwenye mechi ambayo umeshindwa kutawala mchezo, tafsiri yake unaipa timu inakosa mzani. Na unaweza kuona Simba walikuwa hatari sana kwenye mapana ya kiwanja, walikuwa wazuri sana kwenye build up pamoja na creation, kwa maana wakitoka eneo la chini kutengeneza mashambulizi mpaka kwenda kwenye midfield walikuwa wanacheza vizuri sana. Lakini Young Africans baada ya kuruhusu Depu pamoja na Dube wawepo kwenye kiwanja, timu yao ikazidika kwenye midfield. Wakaleta mchezaji kama Edmund John, ni mchezaji anayecheza pembeni lakini haleti faida kwenye midfield. Kwa hiyo unaona hata kipindi cha pili chote dakika 15 hizi za kwanza na za pili bado Yanga hawakuwa kwenye ubora ambao walikuwa nao angalau kipindi cha kwanza kwa dakika zile 90. Hata zile 90 pia walikuwa pressure kubwa iko kwao. Sasa nini ambacho nasema kajiongezea mzigo? Kwanza selection ya kikosi. Inaonekana mpaka sasa hajui mchezaji gani anaweza kanipa nini kwenye mechi muhimu. Kwa mfano kama nilivyosema mwanzo, kuanza na yule Damaro Kamara, kiungo ambaye hana kasi kwenye matukio. Mechi ambayo Simba wana viungo watundu na wapambana kama Kagoma, maana yake alijitafutia pressure. Lakini kuendelea kubadilisha kuwa na mastrika wawili kwenye mechi ambayo hujai control, karudia makosa ile mechi ya duru ya kwanza. Lakini unaangalia pia ubunifu wa Yanga Africans kwenye kupress Simba, walikuja na mpango mzuri. Unajua kocha Steve Barker nilipata kusema siku moja, nilikwambia kwamba huyu ni mtu ambaye anakuvutisha ugoro wakati una mafua. Yeye anaiangalia mechi kwa pressure, anaangalia mechi kwa speed, anaangalia mechi kwa namna ya kuicheza kwa ukubwa. Mechi hii aliigawanya. Kuna wakati alileta wachezaji ambao ni energetic watapambana, lakini kuna mechi alihitaji mchezaji mwenye ufundi, anaweka mchezaji mwenye ufundi. Lakini kama Yanga Africans hawana mabadiliko ya switch kwenye mechi hii, hakukuwa na kuswitch game ichezeje, kitu ambacho nimeona kama kimewatafuna katika maamuzi ya mchezo. Pengine kwa upande wa Yanga Africans pale mwalimu kumuondoa Pacome ndio sababu kubwa Yanga kurudi nyuma zaidi. Sio Pacome tu, kosa la kwanza ni timu ilikuwa inakosa balance kwenye mapambano na Simba kwenye midfield. Unaweza ukaona Neo Maema katembea vizuri sana, Luemba kaja akatembea sana. Kwa nini? Eneo la midfield battle kwa Young Africans lilikuwa liko wazi, kwa sababu wao wamekuja kuongeza nguvu pembeni, lakini wamekuja kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji wakati timu haitengenezi mashambulizi. Ujio wa Depu ulikuja kuiumiza timu. Depu ni abiria anayesubiri mpaka alipiwe nauli, maana yake atengenezewe nafasi. Hii mechi haikuhitaji abiria, ilikuwa inahitaji wachezaji ambao wanaweza kupambana. Lakini tutoe heshima kwa coach Steve Barker, ni tactician coach. Mtazame mechi zake anavyozicheza, anakuja ni kocha ambaye anaishi kwa njozi za matokeo, namna ambavyo anaweza kucheza game. Kwa hiyo lazima tuheshimu kile ambacho wamekifanya Simba kwa utulivu kabisa, kwa nidhamu kubwa ya kucheza. Mpaka zinafika dakika 90. Pengine ugumu ulikuwa wapi hata wanashindwa kufunga labda kipindi cha dakika hizi 90 mpaka wanaruhusu kufika 120. Hii ilikuwa ni mechi ya shinikizo kila upande. Simba wali minimize space sana, Young Africans wali minimize space sana. Kwa hiyo kulikuwa kunahitajika wachezaji wabunifu. Kwa bahati mbaya hizi timu zote mbili wachezaji wabunifu wamepungua. Nilikuwa nimesema juzi, nilikwambia shida ya mchezaji kama Anset Oula, anataka akimbia na mipira mbele. Hii mechi haitoi nafasi ya kukimbia. Unaona Libase kwa sababu yeye ni mtundu, anacheza na mpira miguuni. Pacome sasa hivi ana shida, anacheza kama mpiga gita, kila kitu afanye maamuzi mwenyewe. Mechi nataka tuweke, tukimbie kwenye nafasi, tuwafungue wenzetu. Hatuwezi kuwafungua kwa kungangania mipira, lazima tuwafungue kwa kulazimisha njia zipatikane. Sasa na yeye uchezaji wake wa kungangania mipira muda mrefu na kitu kingine ambacho anaikatili timu kushambulia haraka. Lakini ukiangalia kitu kingine ambacho kimewapa ugumu upande wa Yanga wao wenyewe ni namna ambavyo walivyokuwa wanajipa ugumu kushambulia.
na mbaya zaidi timu yao walikuwa wanaamini kwamba Simba wata defense, kitu ambacho Simba walikuwa wamecontrol pressure ya game yote, hawakuruhusu nafasi na wakaendelea kutafuta nafasi. Lakini unaangalia pia hata namna ambavyo coach alikuwa anasoma mchezo kama vile yeye yuko kwenye ubora wa 90%, wakati ni mchezo ambao ulikuwa na ubora mchache sana, walikuwa 50-50. Sasa kuitengeneza mechi ambayo ubora wako ni 50-50, kama una ubora wa 90%, unatafuta pressure namna hii, na nina wasiwasi sijui ana options gani nyingine, lakini kwa kujaribu kwenye mechi kama kitu kibaya. Moja ya kitu ninachokwambia, Damaro Kamara ni kiungo anayecheza taratibu kwenye matukio. Mechi ambayo anakutana na watu ambao wako energetic na wabunifu, anapata wakati mgumu. Kwa mfano, viungo kama Kante na Kagoma wanataka kucheza na kiungo anayecheza haraka mithili ya Duke Abuya. Kuwa na Damaro Kamara wakirudia tena hapa Isamuyo hivi utaona timu itakuwa inatengenezewa pressure. Na nilikuwa nashangaa sijui hana washauri, kiungo anacheza taratibu, kiungo tena hachezi, anabanwa. Azam walikuwa na shida moja, Azam viungo wake ni tofauti na viungo wa Simba. Viungo wa Simba wanapambana kwenye maeneo, viungo wa Azam wanataka kuchezesha timu kwenye maeneo. Kwa hiyo Damaro alikuwa na raha kwa sababu wale viungo walikuwa wanamwacha bali peke yake. Mechi wamekaa naye jirani, ndio unaanza kugundua ana makosa. Kwa hasa nakutana viungo ambao nao wanapiga progress pass. Mpaka sasa hivi mechi imeamuliwa na quality ya wachezaji au imeamuliwa na mbinu za mwalimu? Imeamuliwa na mbinu za mwalimu na ubora waliokuwa nao Simba kwenye dakika zote. Kwanza Young Africans walikata upepo. Lazima tukubali walikata upepo. Simba ni timu ambayo iko very energetic, lakini pongezi kubwa kwa kocha Steve Barker. Anacheza kama mpelelezi. Anayeangalia huyu mhalifu kaficha wapi tukio langu. Na aliona Steve Barker akacheza mechi kama mpelelezi. OCCID anaangalia mhalifu kaficha wapi. Kwa anambana taratibu amweleze. Na unaona hata mechi ilikuwa inachezwa, wacheza wazi. Wacheza wazi tu, Young Africans wanacheza wazi, lakini bado pia umakini ulikuwa mdogo, na penalty ni clear, penalty nzuri kabisa, penalty ambayo mtu kafanya obstruction kamzuia. Ni penalty clear, ni makosa yao wenyewe kuanzia selection ya kikosi. Sikujua alisikiria atapata kitu gani kwa Damaro Kamara. Nishakwambia Damaro Kamara ni kiungo ambaye anacheza taratibu. Hana reaction speed. Hii mechi inataka mtu mwenye reaction speed. Haraka anatoka na mipira inaondoka. Yule ni kiungo ambaye ana reaction speed iko chini. Sio kiungo wa intensity. Tutasema hata mechi za kimataifa anateseka. Sasa mechi kama hii Simba na viungo wake walikuwa nao, Damaro Kamara hii tena ikirudia, utaniambia timu itakuwa inapata pressure muda mwingi. Lakini mbaya zaidi ukocha hajifunzi, karudia makosa Dabi, kumleta Dube na Depu. Unaipunja midfield ya Young Africans. Simba wametawala, wamecheza kwa uzuri sana. Waliwalazimisha Simba wapumue. Kumleta Dube na Depu kanyima team balance. Yanga hii tunaweza tukasema kwamba wale ambao walikuwa wanasema Yanga sio bora kama Simba, pengine tunaweza tukakubali kwamba Yanga sasa imechukua kiwango namna fulani. Sio kusema kuchukua kiwango. Ni makosa kwenye mchezo ambao wamezalisha makosa kuanzia score selections na namna ya kusoma mchezo kucheza. Kwa sababu kama unakwenda kucheza mchezo kama huu bila kusoma unakwenda kuchezaje ni shida. Kwa sababu timu sio kila timu inafungwa imeshuka kiwango. Timu inafungwa kwa makosa yake. Kosa la kwanza nimekwambia katafuta makosa, timu haija control mchezo, yeye kaongeza washambuliaji. Gari inapanda mlima unaiongezea mzigo. Alafu mlima wenyewe inapanda inataabika, unaiongezea mzigo. Young Africans ni gari ilikuwa inapanda mlima inataabika, kocha kaiongezea mzigo. Kainyima control. Kwa hiyo imezalisha makosa. Mchezo ulikuwa na matukio mengi sana, lakini tumeshuhudia kadi moja tu peke yake kwa Dube. Pengine ilistahili kuwa na kadi nyingi mchezo huu wa leo. Nidhamu na utulivu wa mwamuzi kujaribu kuziona mechi za dabi ambazo zinakuwa na pressure. Sio kila migongano kiwanjani inastahili kadi. Lakini kiukweli kuna maeneo pia mwamuzi kubalance kwake kulikuwa kuna uzuri, lakini kumezinyima timu nyingine. Kwa mfano, mchezaji ambaye alistahili apewe kadi ya njano mapema alikuwa ni Damaro Kamara. Kabisa makosa yake alikuwa kadi ya njano. Hakupewa. Lakini yako tupe makosa kina Kagoma amefanya. Kadi za njano zilikuwa stoki. Lakini nadhani mwamuzi pia alijaribu control pressure ya mchezo. Wakati mwingine michezo kama hii pia kadi zikiwa nyingi unakuwa unaleta shida, japo wakati mwingine kadi stoki kihalali. Hivyo. Matokeo haya ambayo amepata Simba pengine kuelekea mechi ijayo, inaweza kufanya sasa kuwa na moral zaidi. Yanga wamejichongea. Haya matokeo Yanga wamejichongea. Simba watakuja kucheza kwa nguvu zaidi ya hii. Kwa hivyo lazima waangalie approach ya game, na haswa kocha wao Pedro hajui wachezaji wake wanatakiwa wacheze mechi gani kwa staili gani, na sijui wanaomzunguka. Mimi kumuona Damaro Kamara nikasema hii ni tatizo la kwanza kwenye mechi hii, na najua hana options. Narudia tena, sio kiungo mwenye reaction speed, kitu ambacho utafanya uwe na pressure kwenye mechi zako.
Hicho ndio kitu ambacho kimewatafuna Young Africans. Lakini kitu kingine, Young Africans nafikiri wanamvumilia Pacome. Kuna mechi hastahili kwanza. Mechi zingine Pacome anakuwa kama mpiga gita la solo. Analingangania mpira inaharibikia kwake. Anafanya vitu vya ziada ambavyo havihitajiki kwenye sehemu sahihi. Pacome amekuwa sasa hivi anacheza, ananata na mipira kama super glue. Na yeye ni tatizo wakati mwingine. Kwenye timu ambayo itakwenda kuprogress, timu inacheza mpira kwenye nafasi, Pacome anang'ang'ania mpira kwenye nafasi. Sasa sijui kama wanamuogopa sana au wanamuona star, wamwambie Pacome ni kikwazo kwa Young Africans kwenye mechi ngumu. Mipira inaharibikia kwake. Sasa sijui hawamwambii kwamba unacheza na wachezaji wenzako wengine 10, akiwemo na golikipa wewe wa 11, tuachie mipira tucheze. Hawafanyi hivyo. Ndio kitu ambacho nakiona. Pacome anawapunja wenzake nafasi. Okelo nini kimemkuta leo? Mechi ilikuwa ina ugumu kwenye kuprogress mbele, kwamba Okelo anacheza eneo ambalo anatakiwa afuatwe na mipira. Na kwa wakati unamuona anafanya jitihada zake. Shida tu ni ile utulivu wa ubunifu kutumia nafasi. Lakini shida nyingine pia hawakusoma mahitaji ya mechi ambayo ilikuwa inakwenda kucheza dakika nyingi. Na coach mzuri ni yule ambaye ana read game. Kocha Steve Barker ndio kocha ambaye anaonekana navigate, anasoma ramani, ni msoma ramani, anajua mchezo unataka nini na umalizikeje. Shukrani. Sasa